What have we done for God? It's end time, end month. What have we done for God? Ask your neighbor, he or she should tell you, from 1st September up to date, what can you show God that God has been in your house, have been doing this and this? According to the word of God, that God gave the man, his servant in this place, that we need to work for God. From 1st September, what have you done for God? I want you to ask him or her, shouting. We have to hear what the church has been doing for the Lord. Seek first. Uliza jirani yako kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9. What have you done for God? What can you show God? In case Jesus Christ comes today, what are we going to show Jesus? What have you done? Which area of the ministry, according to Ephesians chapter 4, what have you done for God? Are you an apostle? Are you an evangelist? Are you a teacher of the word? Are they answering you the quiet? Then you have a problem. We have what? We need just to repent. Just lift your hands and tell God, Father, forgive me. Many times you have given me chance to work for you, but I have not been availing myself. I just repent because I might repent. And tell God, this chance that you have been giving me in this place, you have given me time to come and worship you. I have never been availing my time here. You have been giving me a ministry of evangelism. I have never been an evangelist for one soul. Just repent. Everybody lift our holy hands. Father, in the name of Jesus, forgive us as a church. The ministry that you have laid in our lives, my God, we have not been doing. We repent as a church. We repent, King of Glory, before you. Wash us and cleanse us. In the mighty name of Jesus, we pray. Can we celebrate Jesus? Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Come on, celebrate Jesus. I want to hear celebrating Jesus. Say amen. Can we have our sheet? Take your Bible, take your notebook, take your pen. Then please, I want people to sit down and settle. It is Bible study. We need that anointing. Is it true? Yeah, we need that anointing. Hatutaki anointing hii ingine inaongelewa na watu wengine. Tunataka upako kutoka juu kwa Bwana. Sasa ni lazima ubebe hiyo upako. You carry that anointing. When you carry that anointing, it will help you to move from one floor to another. You cannot do without anointing. Hey, church! Hata Yesu mwenyewe katika kitabu cha Marko inasemekana Yesu aliweka mafuta. Inasema aje? Tufungue. Tuko hapa na watu wa Biblia sana. Enda hapo. So you cannot ignore anointing. When you open any business and there are no customers, sio kila siku ni uchawi. Wewe utatembea na Mungu. Ni lazima upewe hiyo mafuta ya attract men and women to come for your what? Your products. So not everything that is demons. Watu wamechukua machumvi wanaenda kwa maduka zao. Mtu anaamka kukucha, anasema nilienda kwa mwombezi fulani, akanipa maji ya anointing, atinamwangaka kwa shop yangu kila asubuhi. Na mbona shop imekauka? So we need to carry this anointing. Tell your neighbor, carry the anointing. Unajua ukiwa mtu mwenye uko na hiyo mafuta, vitu zitakutafuta, si wewe utatafuta. Uliza jirani yako, mbona unatafuta vitu? Nataka tuongee. Kwa nini unatafuta vitu? Vitu zitakutafuta because ukiwa na anointing upako, uko kama ile magnet. Wale tulisoma physics. Ukichukua magnet ambayo inaweza shika ikituwekea, au ukipitisha mahali inasanya, si ni ukweli? Kazi yake ni kusanya. The more unaipitisha, so inatakikana ukuwe kama magnet. Kazi yako ni kutembea ukisanya, ikikuja upande wako. Unakusanya ikikuja upande wako. That is what we call anointing. Can we celebrate Jesus? Celebrate Jesus. So you have that magnet in you. Ambaye ni Holy Spirit. Atakulead. Akuonyeshe where to go. And you get that thing that you want. Ukiwa na upako magari zitakutafuta. Watu wa biashara kubwa mabwenyenye watakuja upande wako. Ni kazi yako kutafuta mali. Ni kazi yako kupata mali.
Sasa utapatia kwamba you become like a magnet. Tulikuwa tunaambiwa na mwalimu shuleni, wakati unaiweka mahali itatafuta vitu za udhamani, haiokoti vitu kama wood. Is it true? Haiokoti vitu kama wood. Haiokoti nyasi. I wish tungekuwa nayo kwa laptop baba maka tuonyeshe wengine atujui. Haionyeshi vitu, haishiki vitu kama zile nyasi. Haishiki mchanga. Inapenda vitu kama silver. Ni kwa nini inashika vitu? Kulikuwa ukipitisha kwa msumari inachukua. Kweli? Mwalimu alikuwa anatuambia tu test. Ukileta mahali kuna coin, ile zile coin tulikuwa tunatumia, hata coins tuko nazo, inachukua. Kitu ambayo ina udhamani. Sasa unapobeba upako ndani mwako, vitu zitakutafuta. Ile kazi nzuri unataka itakutafuta. You never hustle. Hustle is not the word for Christians. Niambieni in which book is written that we must hustle. Yeye nani Paulo anaambia Timotheo, asiyefanya kazi na asifanye nini? Amesema if you don't hustle, you don't eat. Why are you quiet? Because you like, even you have written on your book, I hustle so that I eat. Kila kitu ikiandikwa, si kila kitu unachukua. Chukua kitu ambacho ziko bibiliko. Ndio unaona tunaambiwa, tumefundishwa saa ya kwamba watu wengi watakataa kusikia mafundisho. Sasa unaingia mtandao, you take everything. Sio kila kitu iko mtandao ni ukweli. Church, it's a high time we need to cast the Holy Spirit in us. Then when you have the Holy Spirit, you have the gift of discernment. You discern. Ushakuwa na gift of discernment, you discern wrong doctrine. Ile tumefundishwa asubuhi. Wrong doctrine ni mtu anaamka tu asubuhi ameanza mawazo yake na anaweka kwa mtandao. Then unakuja kuweka breakthrough. Like women, wengi wameharibika uso, wakiamua chukua mayai mbichi, umix na ndizi, usukue uso. Just appreciate yourself the way God has created you. Why do you complicate yourself? Why do you add more things